Ukisema kumechafuka utakuwa haukosei, na hii ni kutokana na jinsi ambavyo hali ilivyo huko nchini Israel baada ya maelfu ya watu nchini humo kuingia mitaani na kukusanyika katikati ya jiji la Tel Aviv kupinga uamuzi wa serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa kumfuta kazi mkuu wa idara ya usalama wa taifa Shin Bet, Ronen Bar. Pia maelfu ya raia hao wameandamana kupinga uamuzi wa vikosi vya jeshi la nchi hiyo IDF kurejea kwenye vita vya Gaza dhidi ya kundi la wapiganaji wa Hamas walioko eneo hilo. Netanyahu alisema wiki hii kwamba hana tena imani na Ronen Bar ambaye amekuwa kiongoza Shin Bet tangu mwaka 2021, huku akisema kuwa alikusudia kumfukuza kazi kiongozi huyo wa kijasusi kuanzia Aprili 10 mwaka huu, jambo lilosababisha maandamano hayo yaliyodumu kwa siku 3. Jumamosi, kiongozi huyo wa Israel alisema nchi hiyo itaendelea kuwa ya kidemokrasia licha ya kufutwa kazi kwa mkuu huyo wa shirika la ujasusi. Katika uwanja wa Habima mjini Tel Aviv, waandamanaji walipunga bendera za Israeli zenye rangi ya bluu na nyeupe na kutaka kufikiwa kwa makubaliano yatakayowezesha mateka waliobakia Gaza kuachiliwa huru na Hamas. Nanukuu, adui hatari wa Israeli ni Benjamin Netanyahu, alisema Moshe Hararori mwenye umri wa miaka 63 alipokuwa akizungumza na shirika la habari la Reuters. Benjamin Netanyahu kwa miaka 20 hajali nchi, hajali raia wake. Netanyahu amekana madai kwamba uamuzi wake ni wa kisiasa, lakini wakosoaji wake wanamtuhumu kwa kudhoofisha taasisi zinazounda misingi ya kidemokrasia ya Israel kwa kutaka kumuondoa Bar. Mahakama Kuu ya Israel ilitoa zuio siku ya Ijumaa ikisitisha kwa muda kufukuzwa kazi kwa Bar. Hata hivyo, bunge la Israel liliidhinisha uamuzi wa kufutwa kazi kwa jasusi huyo. Netanyahu na Bar wamekuwa na mvutano mkubwa kwa miezi kadhaa kutokana na uchunguzi wa rushwa na mlenga waziri mkuu huyo na lawama zinazotokana na kushindwa kuzuia mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas mnamo Oktoba 7, 2023 kusini mwa Israel. Katika barua yake, Bar alisema kufutwa kwake kazi kunalenga kusitisha harakati zake kutafuta ukweli kuhusu matukio yaliyopelekea Oktoba 7, 2023 na kubaini ushiriki wa Netanyahu katika juhudi za kukwamisha kukoma kwa mapigano hayo anayodai yanagharimu maisha ya raia wa Israel. Kiongozi wa upinzani wa Israel Yair Lapid alitoa wito wa kuanzishwa maandamano makubwa siku ya Jumamosi ikiwa Netanyahu atakataa kuheshimu uamuzi wa mahakama kuu wa kusitisha kumfuta kazi Bar. Nanukuu, serikali ya Oktoba 7, yani serikali ya Netanyahu, itaamua kutotii mahakama, siku hiyo itakuwa serikali haramu, Lapidi aliwaambia waandamanaji mjini Tel Aviv. Ikiwa hili litatokea, nchi nzima lazima ifungwe, alisema, huku akisisitiza kuwa mfumo pekee usiopaswa kusimama ni mfumo wa usalama. Baadhi ya raia wa Israeli wanalaani kile wanachoona kuwa ni mwelekeo wa kiimla wa Netanyahu ambaye anapanga kikao cha baraza lake la mawaziri siku ya Jumapili kuzindua mchakato wa kumwondoa mwanasheria mkuu Gali Baharav Miara ambaye anatajwa kuwa mkosoaji mwingine wa waziri huyo mkuu. Baharav Miara ambaye pia ni mshauri wa kisheria wa serikali aliwaonya Netanyahu kwamba uamuzi wa mahakama kuu unamzuia kwa muda mrefu kumteua mkuu mpya wa shirika hilo la Shin Bet. Maandamano dhidi ya kufutwa kazi kwa mwanasheria mkuu yanapangwa kufanyika siku ya Jumapili nje ya bunge la taifa hilo la Knesset na karibu makazi binafsi ya Netanyahu yaliyoko magharibi mwa Jerusalem. Katika maandamano ya Jumamosi, waandamanaji walibeba mabango yenye maandishi yanayosomeka, hakuna umwagikaji damu tena, ni damu kiasi gani kingine kinapaswa kumwagika, na simamisha vita sasa, wakitaka kurejeshwa kwa mateka takriban 59 waliobaki eneo la Gaza. Israeli ilirejea vitani Gaza Jumanne ikivunja makubaliano ya usitishaji wa mapigano uliokuwa umewezesha kubadilishana kwa mateka waliokuwa wakishikiliwa na Hamas na wafungwa wa Kipalestina waliokuwa gerezani nchini Israel, huku akiwaletea afueni raia wa Gaza waliokumbwa na mashambulizi. Tangu vita vilipoanza, kumekuwa na maandamano ya mara kwa mara kutoka familia na wafuasi wa mateka waliotekwa na Hamas mnamo Oktoba 7 ambayo mara nyingine yamekuwa yakikosoa serikali. Nanukuu, tumepita mwaka mmoja na nusu tangu tulipopigana vikali Gaza na Hamas bado ipo madarakani, alisema mwandamanaji Erez Berman mwenye umri wa miaka 44 akizungumza na Reuters. Bado ina makumi na maelfu ya wapiganaji, hivyo serikali ya Israeli na kwa hakika imeshindwa kufanikisha malengo yake katika vita hivi, mwisho wa kunukuu. Kwa kurejea vitani Israeli huko Gaza, hatima ya mateka ambao inakadiriwa kuwa ni 24 kati yao bado wako hai inasalia kuwa yenye utata, huku waandamanaji wakihofia kuwa
kurejea kwa vita kunawezesha ama kutaweza kusababisha watekaji hao kuangamiza ama kuwaua raia hao wa Israel. Mshauri wa Netanyahu katika sera za mambo ya nje Ophir Farka alisema shinikizo la kijeshi lilazimisha Hamas kukubali usitishwaji wa kwanza wa mapigano mnamo Novemba 2023 ambapo takriban mateka 80 walirejeshwa. Alisema hiyo ndiyo njia pekee na ya uhakika zaidi ya kulazimisha kuachiliwa huru kwa mateka waliobakia eneo la Gaza. Tangu kuanzisha kwa mashambulizi yake eneo la Gaza, Israeli imewaua Palestina zaidi ya 49,000 huku zaidi ya 112,000 wakijeruhiwa. Pia raia wa Israeli 1,200 waliuawa kwenye mashambulizi ya Oktoba 7, 2023 huku zaidi ya 250 wakichukuliwa mateka. Katika shambulizi la Israeli yaliyoanza siku ya Jumanne wiki hii yamewaua Palestina zaidi ya 650 huku maelfu wakijeruhiwa. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo.